Kwa sababu jamii ambayo tunaishi mimi na wewe wakati mwingine huwagawa binadamu katika makundi mbalimbali kwa kupitia viwango mbalimbali vya elimu, yani wasomi na wasiokuwa wasomi. Imekuwa ni utamaduni wa familia nyingi katika jamii zetu kutamani familia zao ziwe na idadi kubwa ya wasomi, kwani ni jambo ambalo linatazamwa kama heshima katika familia mbalimbali. Kwa sababu ya elimu kuonekana kama kitu chenye thamani katika maisha ya wanadamu, shule mbalimbali na vyuo vimekuwa vikijengwa katika pande mbalimbali za huu ulimwengu. Lengo ni kutengeneza idadi kubwa ya wasomi ambao watakuwepo katika uso wa dunia. Pamoja na kuwa shule zimekuwa zikihesabiwa kama vitu vyenye faida kubwa katika jamii ambayo tunaishi mimi na wewe, lakini leo nitakwenda kukuambia madhara ya shule katika maisha ya mwanadamu, na madhara mojawapo ya shule ni kuzuia uwezo wako wa ndani. Nitakwenda kukuambia ni kwa namna gani shule inavyoweza kuzuia uwezo wako uliozaliwa nao. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Hivi ndivyo shule inavyozuia na kufunga uwezo wako wa ndani bila wewe mwenyewe kujua. Namba 1, shule inakujengea hali ya kutojitegemea kiakili. Unaweza ukadhani shule ina msaada mkubwa katika maisha yako, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, lengo kubwa la shule ni kukuandaa kifikra katika kufuata maagizo na kuzuia uwezo wako wa akili. Kwani kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika hii dunia anao uwezo wake wa akili ambao ni wa kipekee unaotofautiana na mwanadamu mwingine. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wameamua kutokuwapeleka shule kabisa watoto wao. Mfano mmoja wapo ni mbongo wa mchongo. Unajua kwa sababu gani? Ni kwa sababu katika shule tunajifunza kufuata vitu ambavyo vilikwisha gunduliwa na watu wengine, jambo ambalo huzuia uwezo wetu wa akili kufikiria vitu vipya. Mara nyingi hata wanafunzi wa vyuo vikuu ambao tunawategemea katika jamii zetu, wanapokuwa wanafanya kazi za darasani, yani assignment, hawaruhusiwi kutumia akili zao moja kwa moja, bali chochote ambacho wanakiandika kinatakiwa kiwe na reference, yani lazima uandike ni nani ambaye alikizungumza kitu hicho, au ni nani ambaye alikifanyia utafiti kitu hicho, na ilikuwa ni mwaka gani. Utaratibu huu unafanyika ili kuhakiki ufanisi wa majibu ya wanafunzi. Lakini jambo ambalo tunatakiwa tujiulize, je, sisi hatutakiwi kutumia akili katika kutafakari vitu vipya katika maisha yetu? Ni lazima kila tunachokifanya kiwe kiligunduliwa na mtu fulani? Hii ni namna mojawapo ambayo shule huwafunga wengi akili zao na uwezo wao wa kufikiria, yani uwezo wako wa ndani unapuuzwa, na unajikuta ni mtu ambaye kila unachokifanya lazima awepo mtu ambaye aliwahi kukifanya katika hii dunia. Hivyo inawezekana wewe ni mwanadamu ambaye ungekuja kugundua kitu fulani, ama inawezekana uwezo wako wa kufikiria ukawa mkubwa kuliko hata huyo ambaye shule inakutaka utumie referensi zake katika majibu yako. Lakini utakapotumia akili yako, inawezekana usipewe maksi kwa sababu utaonekana una majibu ya kutunga. Lakini je, uhalisia ni hupi katika maisha ambayo tunaishi mimi na wewe? Uhalisia ni chochote ambacho unaweza kukifanya na ukaweza kuprove kwa watu wengine, lakini jamii nyingi zinaamini vitu ambavyo havina uhalisia, na imani hizi nyingi tunapandikizwa katika shule ambazo tunazisoma mimi na wewe. Ni vema unapompeleka mtoto wako shuleni, tumia muda mwingi pia kukaa naye, mfundishe namna gani ya kuitumia akili yake nje ya kile ambacho anafundishwa katika shule ambayo umempeleka. Kwani ukimjengea mtoto wako uwezo wa kujiuliza maswali ama kuquestion, kufanya critical thinking, inamaanisha utakwenda kumweka huru mtoto wako pamoja na yale ambayo anamezeshwa katika shule ambayo umempeleka. Namba 2, shule huweka msisitizo mkubwa kwenye mitihani kuliko maarifa halisi. Ikiwa wewe ambaye unanisikiliza wakati huu ni mwanafunzi na unatamani kufanikiwa katika maisha yako, penda pia kutumia akili zako, kwa sababu shule
Ndiyo, kwa kiasi fulani inaweza kuwa na mchango kwenye maisha yako, lakini bado shule inaweza kufunga uwezo wako wa ndani, kwa sababu tangu ulipoanza darasa la kwanza na sasa inawezekana upo katika elimu ya chuo kikuu, lakini kwa asilimia kubwa katika viwango vyote vya shule ambavyo umepitia, msisitizo kuhusu mitihani ndio kimekuwa kipaumbele katika maisha yako. Mara nyingi mtihani unapokaribia, unajituma kwa bidii, unasoma, na unapojibu mtihani, vitu ambavyo ulikuwa unavisoma haviendelei tena kubaki kwenye ufahamu wako, na inapopita miaka mingi, inawezekana mengi ambayo ulijifunza shuleni yasiendelee kufanya kazi tena kwenye maisha yako. Kuna wakati shule ambazo tunaenda haziangazii uhalisia wa maisha yetu, bali zinatuprogram na kutufanya tuwe kama maroboti ambayo ni mahususi kwa ajili ya kufuata maelekezo. Namba 3, shule huwa vipaji vya kipekee kwa mwanadamu. Asilimia kubwa ya shule ambazo tunasoma hazivipi vipaumbele vipaji ambavyo tumezaliwa navyo, na jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Inawezekana kusudi la wewe kuja kuishi katika hii dunia ni kwa sababu ya kipaji ambacho Mwenyezi Mungu alikiweka ndani yako, lakini mara nyingi shule nyingi ambazo tunaenda kuzisoma hupendelea kuweka mifumo fulani, yani lazima mtu asomee kitu fulani hata kama hakipendi. Kwa mfano, inawezekana mwanadamu akaenda katika mifumo ambayo imepangwa, akasomee udaktari, akasomee ualimu, ama akasomee program yoyote ambayo ilipangwa na watu fulani, lakini inawezekana ndani ya academic intelligence ya huyo mwanafunzi, yani uwezo wake wa ndani wa kitaaluma, ni kuhusiana na kitu ambacho hakipo katika mifumo ambayo imetengenezwa na wanadamu, na inawezekana uwezo wake upo katika kipaji ama upo katika kitu fulani ambacho anakipenda, lakini mwanafunzi anapoenda shule hupuuza hisia zake. Shule haina muda wa kufuatilia mwanadamu ana nguvu gani ndani yake, ana uwezo gani ndani yake. Shule inachofanya ni kuanza kumtengeneza, yani kumjenga na kumfanya awe kama inavyotaka yenyewe. Namba 4, maisha yanabadilika, lakini shule hazijawahi kubadilika tangu karne ya 19. Mpenzi msikilizaji, unaweza ukadhani naichukia ama kuipuuza shule. Hapana, bali ukifuatilia historia ya shule, mfumo ambao unatumika kuwafundisha ama kuwajenga wanafunzi uliundwa kwa ajili ya kuunda wafanyakazi wa viwandani, si kwa ajili ya kutengeneza ubunifu au kumfanya mtu aende katika maisha binafsi ambayo yatakwenda kuleta mabadiliko katika maisha halisi. Namna ambayo inatumika kufundisha tangu shule zilipogunduliwa ndiyo hiyo ambayo inaendelea kufundishwa mpaka leo, na kwa bahati mbaya mifumo ambayo inatumiwa katika mashule mbalimbali ni mifumo ambayo inazidi kudidimiza uwezo wa mwanadamu wa ndani, kwa sababu wanaushusha na kumpandikizia vitu vipya. Yani ni kama wana program maroboti ambayo watakuja kuyatumikisha kama vile wapendavyo, kwani shule ni kama kitu fulani ambacho si harisi, ambacho hutumiwa na jamii kwa ajili ya kuwatengeneza watu waweze kutumikishwa kama watu fulani wanavyotaka. Unaweza usinielewe, nenda kasome kitu kinaitwa force consciousness, utanielewa vizuri, kwani shule pia imejificha katika kitu hicho. Namba 5, shule zimewafanya watu wengi waamini kukosea ni aibu kubwa katika maisha ambayo tunaishi mimi na wewe. Mara nyingi mitihani au kazi za darasani zinapotolewa, tangu mtoto akiwa mdogo anapofanya makosa huadhibiwa kwa viboko. Hivyo mtu huendelea kukua huku akiamini kufanya makosa ni kosa kubwa katika maisha yake, hali ya kuwa si uhalisia wa maisha. Kukosea huwa ni hatua mojawapo ya kujifunza katika kitu ambacho ulikuwa haukijui. Lakini hata tunapotafuta sisi ni akina nani ili tuweze kuukuza uwezo wetu wa ndani, ni wakati ambao tunaweza kufanya makosa mengi katika hatua za kwenda kujitafuta, lakini bado shule inafanya watu waendelee kuamini kuwa kukosea ni aibu kubwa. Na ndio maana baadhi ya binadamu hata wanapokuja katika maisha ya kujitegemea, wanapofanya makosa fulani hujikuta wakipotea kabisa. Wapo ambao huamua kujitumbukiza katika matumizi ya madawa ya kulevya, wapo ambao hutumbukia katika wimbi la ulevi, na wapo ambao hukata tamaa ya maisha kwa sababu shule iliwaaminisha kufanya makosa ni aibu kubwa. Ni vema unapompeleka mtoto wako shuleni, mfundishe aelewe kukosea wakati mwingine ni sehemu katika maisha ya mwanadamu, hasa unapotaka kugundua uwezo wako wa ndani. Namba 6,
Shule huwafanya binadamu wote wawe na mitazamo inayofanana. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kila mwanadamu aliumbwa katika namna ya kipekee. Lakini mara nyingi shule huwajenga watu wawe na mitazamo ambayo inafanana, na uwezo wao wa kuvumilia tofauti za kifikra wanapokutana na watu wengine huwa unakuwa mdogo. Wanafunzi wenye mitazamo ya kipekee mara nyingi hukemewa na kudharauliwa badala ya kuungwa mkono, kwani walimu pamoja na wanafunzi wote hutaka uelekeo wa fikra na mitazamo ielekee katika mafunzo ambayo yanafanywa katika shule. Kwa mfano, asilimia kubwa ya watu wanapotazama migogoro hulazimishwa na shule kutazama migogoro kama namna ambavyo akina Karl Marx, akina Emile Durkheim, akina Herbert Spencer walivyoweza kuitazama mitazamo hiyo, hali ya kuwa na wao ni binadamu kama wewe. Inawezekana wewe utakapoitazama migogoro, utakapotazama matabaka katika jamii, ukawa na namna bora ya kugundua uhalisia wa migogoro na namna ya kuepuka migogoro kuliko hata akina Karl Marx. Hivyo shule huwajenga watu wawe na mitazamo ambayo inafanana, kitu ambacho kinaua uwezo wako wa ndani. Namba 7, shule huwafanya wanafunzi wazipime thamani zao kwa kutumia uwezo wao wa darasani. Uwezo wako wa ndani unaweza kufa na kufungwa kabisa kwa sababu ya kutumia shule, kwani mara nyingi wanafunzi hutofautiana katika alama, hasa katika ufaulu wa mitihani. Mara nyingi wanafunzi wanaokuwa na ufaulu mkubwa katika mitihani hutazamwa kama watu wazuri wanaostahili kuigwa na kila mwanafunzi katika shule, huku wanafunzi wanaofanya vibaya katika masomo yao wakiitwa wajinga na wasiojitambua. Hivyo hawa wanafunzi ambao wanadharauliwa na kuonekana kama hawajitambui kwa kuwa tu hawafaulu mitihani, maneno hayo huendelea kudidimiza uwezo wao wa ndani. Lakini laiti shule zingekuwa zinaweza kuibua uwezo wa mwanadamu wa ndani kwa upekee ambao Mwenyezi Mungu ametuumba nao. Kila mwanadamu anao uwezo wake katika jambo fulani. Ina maana kila mwanadamu angekuwa bora katika nyanja yake, na binadamu wasingekuwa wanapimwa uwezo wao kwa kutumia mtihani mmoja. Hivyo ni vema unapompeleka mtoto wako shuleni, jifunze kuutambua uwezo wake wa ndani, kisha tafuta namna ya kuweza kuudevelop uwezo wake wa ndani. Kama utapuuza hili, uwezo wake wa ndani utakwenda kushushwa, utafungwa na kupotea zaidi, bali na yeye atakuwa ni mtu ambaye thamani yake itapimwa kwa kuangalia namna yake ya kukompiti katika mitihani yake na watoto wengine. Namba 8, shule inazuia uhuru wa mwanadamu kuchagua kitu ambacho anakipenda. Mara nyingi shule haziruhusu wanafunzi kufuata kitu ambacho anakipenda kutoka ndani yao, na ndio maana shule ni kama kitu ambacho kinawatengeneza binadamu kuwa watumwa wa watu fulani, kwani shule nyingi huandaa binadamu ili waje kutumika katika makampuni ama katika ajira. Hata katika mifumo yetu ya elimu, utakapojaribu kuangalia uhalisia wa mitaala ambayo ipo kwenye mashule yetu, ni mitaala ambayo haimuandai mwanadamu kuja kujitegemea, haimuandai mwanadamu kukuza uwezo wake wa ndani, bali huzuia na kufunga uwezo wa mwanadamu wa ndani, na kisha mwanadamu anapomaliza shule anakuwa hajui ni kitu gani cha kufanya. Shule nyingi haziruhusu mwanafunzi kuchagua masomo au maeneo yanayomvutia mapema. Badala yake, mwanafunzi hulazimishwa kusoma kile kilichoandaliwa na watu wengine, kitu ambacho huzuia na kufunga uwezo wake wa ndani. Namba 9, shule nyingi hufundisha kuhusu hofu ya kushindwa kuliko ujasiri wa kuthubutu. Tangu mwanafunzi anapokuwa mtoto mdogo, tangu ulipompeleka nasari, ni mtoto ambaye wakati mwingine alipokuwa akifanya makosa katika kuandika ama katika kufanya masomo yake, aliadhibiwa kwa viboko ama kuambiwa maneno makali na mwalimu ambaye alikuwa anamfundisha. Hivyo mtoto huyo huendelea kukua akitawaliwa na hofu kuwa unapojaribu ukashindwa, kitu kibaya kitatokea. Lakini huo si uhalisia wa maisha. Mara nyingi mwanadamu anaweza kuukuza uwezo wake wa ndani kwa kujaribu, kwani mwanafunzi ambaye amekuzwa katika mazingira ya kuhofia kushindwa hawezi kudevelop uwezo wake wa ndani, kwani atakuwa anahofia, inawezekana nikijaribu kufanya kitu ambacho nakipenda nikashindwa, nitaambiwa maneno makali, nitaadhibiwa, ama jamii itanichukulia tofauti. Laiti kama wanafunzi wangekuwa wanafundishwa kukuza uwezo wao wa ndani, wajifunze ujasiri wa kujaribu hata kama wakishindwa.
shule zingekuwa kitu kizuri sana. Hivyo, kama wewe ni mtu ambaye una watoto wako shule, ni vema ukajifunza kumfanya mtoto wako awe na ujasiri wa kujaribu kuliko awe na hofu ya kushindwa kama ambavyo wanatengenezewa wanapokuwa shule. Na hii huwa ni sababu mojawapo ambayo inapelekea asilimia kubwa ya binadamu, hasa waliopita katika mashule ya Kiafrika, wawe watu ambao hawawezi kujiamini hata kusimama mbele za watu na kuzungumza, kwa sababu wana hofu ya kujaribu, wala hawana ujasiri wa kuamini kuwa hata kukosea ni sehemu ya maisha katika maisha ya mwanadamu. Namba 10, shule nyingi huwatengenezea wanadamu fikra za kuamini kuwa mafanikio na cheti ni vitu ambavyo vinaenda sambamba. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, pamoja na kuwa shule hujenga imani ya kwamba bila cheti haufai, inawezekana usifanikiwe bila kuwa na cheti chenye ngazi fulani. Huo si uhalisia wa maisha, kwa sababu mafanikio yanatokana na jitihada zako. Hata utafiti ambao ulifanywa na watu ambao wewe unaenda kujifunza, unaweza kuufanya wewe mwenyewe, na utafiti ambao utaufanya wewe binafsi utakuwa ni utafiti wa kweli, kwa sababu unaendana na mazingira ambayo unaishi. Inawezekana utafiti ambao ulifanywa Ulaya unatofautiana na uhalisia wa maisha ya mtu ambaye anaishi Afrika. Hivyo, uhalisia wa cheti katika mafanikio hautakiwi kuukubali. Mjenge mtoto wako katika hali ya kuamini kuwa anaenda shule kwa ajili ya kuondoa ujinga, lakini mjenge katika misingi ya kukuza uwezo wake wa ndani, ili hata atakapomaliza elimu yake ajue zipo jitihada zake binafsi ambazo anatakiwa kuzifanya ili afanikiwe, kwani mafanikio ya kweli hayatokani na shule.